Mtoto wa Samia Suluhu Hassan, Bwana Abduli ametorokea nchini Kenya kisiri kwa gari ambalo si lake. Mipango yake Kenya haijulikani. Wale ambao wanampinga Samia, wanaharakati wenye wako Kenya, wameambiwa wawe macho. Karibu sana kwenye kituo chako cha Tanzania News TV ambacho kinakusogezea taarifa zinazoendelea katika taifa letu la Tanzania. Kitu ambacho nakuomba mpenzi mtazamaji ni usikilivu mwema, upige subscription, alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Hapa kando kuna penye wameweza kukuandikia like. Ninakuomba uweze kufanya hivyo, kwa sababu ukifanya hivyo mpenzi mtazamaji utakuwa umesaidia hichi kituo ili kugrow, yani ili kukua kikubwa. Like video, ninakuomba like ili tuendelee kujenga ukumbi huu. Katika uchaguzi uliopita wa mwaka uliopita, uchaguzi mkuu Tanzania ambao Watanzania wengi tuliweza kususia kushiriki kwa sababu haukukuwa uchaguzi bali ulikuwa ni wizi wa kura. Haukukuwa ni uchaguzi bali ilikuwa ni kejeli ya demokrasia. Jina la mtoto wa Samia, Abduli, lilisikika sana kwenye vinywa vya Watanzania kwa sababu alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanashirikiana na jeshi la polisi na kikosi cha utekaji nyara katika taifa letu la Tanzania. Hata mauaji ambayo yaliweza kutendeka ya vijana wengi wa Tanzania, jina la Abduli liliweza kusikika, liliweza kutajwa kwenye sakata nyingi ambazo ni za kupora mali, sakata nyingi ambazo zinahusiana na kupoteza raia wa Tanzania. Jina Abduli limetajwa. Sasa taarifa ambazo ninapewa na vyanzo vyangu vya habari zinaniambia kwamba huyu Abduli ametorokea nchini Kenya. Ameingia nchini Kenya kisiri. Jinsi ambavyo unaona hapo, huyu ndiye ameweza kunipea taarifa hizo za kisiri. Sitaki niweze kumnyesha jina lake. Anasema hivi: alert, wale wote wanaopinga mauaji ya Samia mliopo Kenya, kuweni makini, kwani leo hii Abduli mwanaye Samia ameingia Kenya kwa gari aina ya Nissan Terra yenye usajili namba T579EBW. Gari hilo halipo katika jina lake bali lina jina la Firoz au kipenda Firoz Ali Haji. Hiyo ni janja ya nyani kula hindi bichi. Huyu ananieleza kwamba Bwana Ezra, tunakuamini, unapaswa kutoa taarifa hizi kwa haraka sana, kwamba kuna wale wanaharakati kutoka taifa letu la Tanzania ambao wapo Kenya, akina Maria na wengine, wawe tayari, wawe makini, wasitoka toke, kwa sababu mratibu mauaji na mratibu utekaji mtoto wa Samia yuko Kenya, na mipango yake sio mipango mizuri. Huyu kazi yake ni kuratibu utekaji,
kuratibu upotezaji wa raia wa Tanzania, haswa wale ambao wanapinga Samia na wale ambao wanapinga mauaji ambayo serikali ya Samia iliweza kutenda katika taifa letu la Tanzania. Hata kiongozi ambaye yuko na akili timamu hawezi akaunga mkono mauaji ambayo yaliweza kufanyika katika taifa letu la Tanzania, mahala ambapo mwezi wa 10 tarehe 29 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2025 watu wengi waliweza kupoteza maisha yao. Kikwete na Samia na Nchimbi wamejaribu kadiri ya uwezo wao angalau kufukia mambo haya yasije yakajulikana, lakini wanaharakati wameacha ama wanaharakati wamesusia kukimya. Wanaharakati wengi wametoroka taifa letu, wameelekea nchi jirani ya Kenya, mahala ambapo wanajificha kidogo. Sasa Abduli, mipango yake ya kuelekea Kenya inasemekana kwamba si mizuri. Mipango ya Abduli kuelekea katika nchi jirani ya Kenya, mipango yake si mizuri, na hajaenda na gari lake. Ameenda kwa gari ambalo liko na usajili wa mtu tofauti. Kwa nini kama ameenda Kenya na nia njema, kwa nini yeye kama mtoto wa rais, mtoto wa kiongozi ambaye yuko madarakani, kwa nini asitumie gari la serikali lenye liko na utambulishi kwamba huyu ni mtoto wa rais? Kwa nini asitumie gari ambalo liko na utambulishi wake ili iweze kujulikana kwamba gari fulani ni la Abduli, mtoto wa Samia? Hii ni kumaanisha nini? Nikimalizia, njama ya mtoto wa Samia, bwana Abduli Kenya, sio njama nzuri. Kwa hivyo wale wanaharakati kutoka taifa letu la Tanzania ambao mpo Kenya, ambao mnapinga serikali ya Samia kutoka Kenya, wale ambao ni wa Tanzania, kuweni makini, kuweni makini. Na ndugu zetu ambao mpo Kenya, tunajua nyinyi ni watu majasiri sana. Ndugu zetu ambao mpo Kenya, nyinyi ni watu majasiri sana, nyinyi ni watu wazuri sana, tunawaaminia. Mkiona mpuuzi kama huyu mwenye anaitwa Abduli akiwa na gari aina ya Nissan Terra yenye kuna usajili wa T579 EBW yenye kuna usajili wa Firoz Ali Haji, piga kamza. Ikiwa na uwezo, gonga mawe. Huyo mtu si mtu mzuri katika taifa letu la Tanzania. Wakenya tunawaaminia. Nyinyi ndio walimu wetu kwenye masuala ya maandamano. Nyinyi ndio mnatufunza mambo mengi. Mkiona gari aina ya hii, huyu ni mtoto wa Samia. Kuweni makini, hakikisha kwamba mnapiga kamsa. Hakikisha kwamba hata kuwinda ile gari mnaliwinda, kwa sababu huyu mjamaa amekuja Kenya ama ameelekea Kenya kwenda kumaliza mambo ya utekaji, yaani kwenda kuteka na kufira na kuleta taharuki kwa nchi jirani. Huyu bwana Abduli wanashirikiana na bwana Mafwele na kundi lake ni la utekaji. Kundi lake ni la kuwatesa wale ambao wanapinga Samia, na kulingana na taarifa ambazo nimepokea, wameweza kuwateka wengi, wameweza kuwatesa wengi, na wengine hawajulikani waliko, akina Humphrey Polepole, wengi sana wale ambao wametekwa na hawajulikani waliko. Kwa hivyo ni taarifa nilikuwa napasha.
ama nilikuwa napasa. Kwa hivyo kitu ambacho nawaomba muweze kukifanya ni kusambaza ikanda, taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Ndugu zetu wa Kenya watusaidie, huyu mjamaa si mtu mzuri. Asanteni sana.